Construction, a real estate company limited. Tuko Dodoma pale. Tuna miradi ya nyumba na viwanja. Tuna mradi wa nyumba 300 pale Yumbu. Kwa sasa tumeshajenga nyumba 50 ambazo zipo kwenye hatua tofauti. Lakini hapo Yumbu vile tuna eneo ambalo tunauza viwanja. Kwa hiyo tuna mradi wa nyumba na tuna mradi wa viwanja. Lakini vile tuna mradi wa viwanja Yumwa kule dry port ambapo vile umepitiwa na ring road. Kwa hiyo ni miradi ambayo kwa sasa tunaiendesha, miradi mikubwa, miradi mingine ni midogo. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunaukaribisha sana mama tuweze kutembelea kwenye mradi wetu wa nyumba za kisasa ambazo ziko eneo zuri kabisa. Najua kuna kitu unaweza kutushauri ili tuweze kutekeleza vema sera na maelekezo ya wizara yako. Mimi kwanza niwashukuru. Hii ni mara ya kwanza mnashiriki na sisi, si ndio? Huko Sabasaba. Ni mara ya kwanza Niwashukuru na niwapongeze kwa hatua hii mliochukua ya kutuunga mkono na mkiwa kama wadau wetu muhimu. Tunathamini mchango wenu katika kuendeleza sekta hii ya makazi. Niseme tu mimi nishawahi kutembelea mradi wenu, lakini wakati mwanzoni kabisa wakati mnaanza, na nikapongeza kazi mnayofanya ni nzuri, nyumba zenu ni nzuri, na hata upatikanaji wa viwanja, kwa sababu mnafanya sio kuuza tu viwanja ambavyo havijapimwa, mmechangia kwenye kuwezesha jiji la Dodoma kupangwa na watu kuishi kwenye viwanja ambavyo vimepimwa. Kwa kweli niwapongeze na kuwashukuru sana. Lakini wito wangu mmoja, tunatambua Watanzania wengi bado kipato chao ni cha chini, na ninafahamu na kwa kutizama tu picha za nyumba zilizoko hapa, bei zake bado zitakuwa kidogo ziko juu. Sasa wito wangu ni washauri mjikite kwenye kutafuta teknolojia ambayo itawezesha kwenye kujenga nyumba ambazo zitakuwa za gharama nafuu kidogo, ili kwa pamoja sisi kama serikali, lakini na nyinyi ambao ni wa private sector, tuweze kutimiza jukumu la kuwafikia wananchi wote, hususan hao wa kipato cha chini. Lakini kubwa, mjikite kwenye kutafuta teknolojia kwenye materials, lakini na hata vitu vingine vyovyote ambavyo vitawezesha kushusha hizi bei za nyumba. Lakini lingine ambalo ningependa kwa taarifu ni kwamba, sijui kama mnafahamu, serikali ilichukua hatua ya kupunguza au kuondoa ile kodi ya VAT kwenye nyumba ambazo zina gharama chini ya milioni 50. Kwa hiyo kama mna nyumba zozote ambazo mnaziuza ziko chini ya milioni 50, wateja wenu wanaweza kuzipata na nyinyi mnaweza kuziuza bila kuweka ile kodi ya ongezeko la thamani. Na hiyo ilikuwa ni hatua moja hapo ambayo imechukuliwa na serikali katika kuhakikisha kwamba gharama za nyumba zinashuka na wananchi wengi waweze kumudu. Zaidi ya hapo, niendelee kuwapongeza na niendelee kuwapa moyo na kwamba sisi tuko pamoja na nyinyi. Tuko pamoja na nyinyi. Kama mna jambo lolote, mnahitaji msaada wa wizara, msaada wa serikali, tuko tayari kuwasaidia. Asanteni sana. Hayo ambayo umetushauri tunakwenda kuyafanyia kazi, kwa maana ya teknolojia, lakini vile kutenga eneo ambalo tutajenga nyumba zitakuwa za gharama nafuu kwa ajili ya kulifikia kundi kubwa la Watanzania. Nashukuru sana. Asante. Jambo ameshatoroka, nishikie bali.